Basi nikusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Somo linalofuata kwenye kipindi hiki cha sasa ni somo linalosema Shetani ameingiza vitu vibaya kanisani. Shetani ameingiza vitu vibaya kanisani. Ujumbe huu Mungu alinipa tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2022. Shetani ameingiza vitu vibaya kanisani. Ni ujumbe ambao Roho Mtakatifu alinipa tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2022. Mungu ameniita kwa ajili ya matengenezo ya kanisa la dunia. Maana jumbe hizi nitazisambaza maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya taifa la Tanzania kwa njia mbalimbali, kwa njia ya uandishi wa vitabu au jumbe, kwa njia ya mtandao au mitandao mbalimbali. Basi zitawafikia wanadamu na kanisa litafanya matengenezo, nalo linasemwa ni kanisa la Kipentekoste ndio ambalo linapewa ujumbe huu. Kwa hiyo kabla sija endelea kusoma kama Roho Mtakatifu alivyonipa somo hili, basi nisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo naishia hapo mstari wa 12. Kwa hiyo kwa kifupi, duniani yupo Shetani na anafanya kazi.
ana mawakala zake au maajenti wake wanafanya kazi, ambao wengine wanawaita mapepo, wengine wanawaita mashetani. Kwa Biblia inasema ole wa bahari. Kwa tafsiri ya kibiblia au ya kiroho, bahari manake ni watu wengi. Kwa hiyo unaposikia neno bahari, manake ni watu wengi. Ole wa nchi, ole wa bahari. Bahari ni watu wanaokaa katika nchi. Manake kuna shida, maana ametupwa shetani na anafanya kazi. Kwa shetani kama shetani hawezi kufanya kazi ukamwona huyu ni shetani. Kwa hiyo shetani ni roho na anawauvia wanadamu, anawatumia wanadamu ili kutimiza makusudi yake. Somo linasema shetani ameingiza vitu vibaya kanisani. Sasa tuone huyo Roho Mtakatifu anavyoliangalia kanisa, ni vitu gani vimeingizwa kanisani na shetani. Nawaandikieni kanisa mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeambiwa na Mungu aliye hai niandike, nimepewa wapeni wengine pia. Shetani ni mharibifu sana, ameharibu sana. Roho wa Bwana anasema, au Roho Mtakatifu anasema, shetani ni mharibifu sana, ameharibu sana. Ninasema hivi, shetani ni mharibifu, amepanda mbegu mbaya kwa wanadamu. Amepanda vitu vibaya kwa wanadamu. Ninasema shetani ameharibu kazi ya Mungu. Ninasema tena, shetani ameharibu kazi ya Mungu. Ninasema tena, shetani ameharibu kazi ya Mungu. Ni shetani ameingiza vitu katika kanisa. Michango imezidi makanisani. Watu wamepigwa michango ya lazima, si ya hiari, ni ya lazima. Haya sijasemi mimi, anasema mwenye kanisa. Rafiki, Roho Mtakatifu anasema, rafiki, Mungu anasema hivi, kanisa halijaumbiwa michango ya lazima, limeumbiwa michango ya hiari. Sikia, ukisikia watu wanalazimisha michango, manake ni kwamba wanataka vitu vya kimwili. Sasa manake nini? Wamefika mahali wanalipeleka kanisa kama vile wanafanya mambo ya kujaza mifuko yao ili ifanikiwe. Sasa kutakuja kitu kingine, wanasema kitakuja kitu kingine kinaitwa Basta. Hiyo ni lugha ya mbinguni, tutapata tafsiri yake baadaye. Roho Mtakatifu anasema kitakuja kitu kingine kinaitwa Basta. Wanafanya mkutano, alafu wanasema tuna sadaka, ni sadaka ya ministoka. Hiyo ni lugha ya mbinguni. Ni sadaka ya kufungua watu. Sadaka ya ministoka manake ni sadaka ya kufungua watu. Sina habari hiyo ya kufungua watu. Ninasema hivi, Roho Mtakatifu anasema sadaka ya kufungua watu haipo. Ministoka ni wezi hao ni wezi, hao ni majambazi. Mungu anasema utaongea nao moja kwa moja live. Utawaambia, Mungu anasema hivi, utume wenu ni utume wa kibinadamu, si utume wa kimungu. Ni utume wa kibinadamu, huo ni utume wa kibinadamu. Kemea roho inayotembea katika utume wa kibinadamu. Sasa unakwenda nao vile vile, utasikia wakisema
Tunafika mahali sasa, jamani, tunakwenda kusikia habari njema. Ni mtu anasimama anasema Mungu ni Mungu. Sintaongea sana habari hiyo, kutakuwa na vitu vingi sana vya kusema. Nimeona vitu vingi katika ulimwengu huu. Roho Mtakatifu anasema nimeona vitu vingi sana katika ulimwengu huu. Ni watu waliosimikwa na wanadamu, wanajiita wao ni manabii, wakajiita wao ni mitume, wakajiita wao ni watu wa kiandraso. Ni lugha ya mbinguni hiyo. Watu wa kiandraso. Watu wa kiandraso ni watu ambao wanakuwa na mambo yao ya sayansi hivi au kiini macho hivi. Wanafanya vitu kama kiini macho. Nimeambiwa na Mungu hivi, Roho Mtakatifu anasema, nimeambiwa na Mungu hivi, nikasikia sauti inasema, nimeona wanadamu wameharibika. Wanakuta vitu vya ajabu vimewekwa hapo, wanasema ni Mungu. Simika watu kwa jina la Yesu Kristo. Sema jina la Yesu Kristo. Methali inasema Mungu ni Mungu wa kipekee sana. Sintaongea hapo sana. Ikumbuke siku ya Sabato, uende ukasali. Roho Mtakatifu atakujilia kwa nguvu. Roho Mtakatifu atakujilia kwa nguvu sana. Utaongea vitu vingi mno. Sina andalio la kusema sana. Kwa hiyo labda kitu nachotaka kusema hapa, kwa hiyo Roho Mtakatifu anapozungumza siku ya Sabato, amanishi siku ya Jumamosi. Sabato ni utaratibu ambao watu wamejiwekea kumwabudu Mungu siku hiyo. Yesu anasema mimi ndimi Bwana wa Sabato. Kwa hiyo ukiwa unamtafuta Mungu Jumatatu, wewe ni msabato. Ukiwa Jumanne umeamua kumtafuta Mungu, au Jumatano au Ijumaa, manake hiyo ni Sabato yako, au ni Sabato ya watu, manake ni siku ya mapumziko. Na Yesu ni Bwana wa Sabato. Kwa hiyo haya ndio ambayo Roho Mtakatifu anasema, kwamba Shetani ameingiza vitu vingi sana kanisani. Kwa hiyo wapendwa, wachungaji, maaskofu, wainjilisti, manabii na mitume wa kweli, haya ndio ambayo Roho Mtakatifu anasema. Kwa hiyo mambo haya nimepewa na Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni na kubariki kwa kuyapokea mambo haya mazito kutoka kwa Mungu, ili kanisa la Mungu likae sawa sawa. Wengine wanaweza kuhisi labda mimi natafuta umaarufu au natafuta nini, lakini nimepewa mambo haya, ninawapa watu kama maelekezo ya Roho Mtakatifu yanavyonitaka, ili kile alichonipa Mungu kiwafikie wanadamu. Hallelujah.